tuhakikishe tunakamilisha miradi ambayo ilikuwa inaendelea kujengwa, na katika mwaka wa fedha huu unaokuja pia tumekubaliana miradi ambayo ilikwisha kusainiwa mikataba lakini wakandarasi hawajapata malipo ya awali wapewe malipo ili miradi ile iendelee. Na pia tumekubaliana kuna miradi ambayo wakandarasi walishapatikana lakini ilisimamishwa kusainiwa kwa sababu hata iliyosainiwa tulikuwa tujapeleka malipo ya awali, na yenyewe iweze kusainiwa na kazi ianze. Na baada ya hapo mimi nimepata fursa ya kukaa na wabunge wenu akiwemo Mheshimiwa Rita Kabati, Mheshimiwa Kiswaga, Mheshimiwa Ngajue pamoja na wabunge wote wa kila mkoa nimekaa nao kuweza kupokea vile vipaumbele. Niwaombe mridhie mpango wa serikali wa kumalizia miradi ambayo ilikuwa imesimama. Kwa mfano hapo Iringa mjini kuna yule bypass umeenda kwa kasi kidogo, ilikuwa imepungua. Kwa hiyo tunataka kumaliza ile ambayo wakandarasi waliondoka site, lakini tuanze ile ambayo ilishasainiwa na vile vile isainiwe ile ambayo wakandarasi walishapatikana. Na baada ya hapo tumekubaliana tunakwenda kipaumbele kimoja kimoja kwa kila jimbo. Kwenu nyie, Mheshimiwa mbunge ametaja hizo kilomita 17. Hiyo ndio itakao kuwa kazi inayofuata kwa Kilolo baada ya kuwa tumemaliza haya matatu niliyotoka kusema. Kwa hiyo hii tumepata shida muda mrefu, hapo tunapokwenda sio mbali. Mradi huu utakuwa na maslahi chanya kwa sababu imerahisisha usafiri kwa wananchi na itakuza uchumi, kwa sababu sasa hivi bidhaa zitatoka mashambani kwa haraka na kufika makao makuu na kurahisisha ule muda wa usafiri. Uchumi wa Kilolo ni barabara. Uongo kweli? Na barabara zetu nyingi hazipitiki wakati wa mvua. Solution ni barabara za lami. Uongo kweli?